Kiwango cha maovu katika dunia kimekuwa kubwa, na ni wakati Mungu anaendelea kulisafisha kanisa. Hakuna nyakati zingine zinazosubiriwa za Yesu kuja kulichukua kanisa. Ni hizi nyakati tulizo nazo ndizo nyakati Kristo anakuja kulinyakua kanisa lake. Kwa kiwango cha maovu kilipokuwa kikizidi kwa majira yoyote, Mungu hata kiasibu kizazi kwa sababu ya neema yake, lakini atawanyakua wateule kutoka kwenye uharibifu. Haleluya! Kwa hiyo kuwa katika hali ya kujitafakari na kujiandaa majira yote tuliona. Tunaandika ujumbe wetu unasomeka, mambo yanaonyesha umekuwa kiroho. Mambo yanaonyesha umekuwa kiroho. Kuna mambo ya kuzingatia kukua kiroho, kuna mambo ya kufanya ili ukue kiroho, lakini kuna mambo ambayo yatakuonyesha wewe umekuwa kiroho au bado ni mchanga. Waraka wa kwanza wa Timotheo 3 mstari wa kwanza hata ule wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Nitaanzia hapo. Utaandika waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 3 mstari wa kwanza hata wa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Yohana 15 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Andika tu vitabu hivyo, tutavipitia kwa nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza hata wa 10 utasoma kwa utulivu, lakini mimi nitaenda kusoma mstari wa 6 na wa 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema maneno haya, wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu wote walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa Shetani. Bwana atusaidie sana. Hapa ni mtumishi wa Mungu Paulo akiandika waraka huu kwa Timotheo. Wakati anamwandikia akamweleza vitu vingi, lakini alipofika sura 3 akataka kumwonyesha kwamba kuna kiwango cha kukua ambacho Mungu anakitazama. Kiwango hicho cha kukua kitamfanya mtu aweze kuonekana mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kama andika neno hili. Kukua mbele za Mungu kunaweza kutambulikana mbele za watu na mbele za Mungu. Kukua katika roho au kukomaa au kuongezeka katika roho kunaweza kujulikana kwa watu na mbele za Mungu. Kuna wakati watu wanaweza kuwa ni kipimo chako cha kuwa umekuwa au hujakua, lakini kuna wakati Roho Mtakatifu anaweza kuwa kipimo chako cha kwamba umekuwa au hujakua, lakini pia neno la Mungu linaweza kukupima ya kwamba umekuwa au hujakua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mtume Paulo anaandika kwamba mtu huyu asiwe ameongoka hivi karibuni. Inaongelea ukuaji wa kiroho, kwamba au ni mtu ambaye amepiga hatua katika kumtumikia Mungu. Kwa sababu mtu akiwa ni mchanga akapewa nafasi ya kumtumikia Mungu, anaweza kuanguka kwenye panzi au kwenye hukumu ya Shetani kwa sababu ya uchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika sababu ya kwanza inaonyesha umekuwa kiroho. Kujua kusudi lako na kulitumikia. Kujua kusudi lako na kulitumikia. Hizi ni mambo yanaonyesha kwamba umekuwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kuna kitu ni muhimu kukijua. Nisikilizeni watu wa Mungu. Kila mmoja aliye baba au mama anajua ya kwamba unapokuwa umemzaa mtoto, kuna wakati hajitambui kabisa. Utamlisha, utamwogesha, utampeleka mahali pa kulala, hata hawezi kuzungumza kwa sababu bado ni mdogo. Lakini atakapokuwa, kuna wakati
bila kukushirikisha. Atatoka kwenye mikono yako ili aweze kujisimamia. Kwa hiyo hata Mungu anapotazama katika ukuaji wetu, tunatazamiwa kufikia kiwango cha kujua kusudi la Mungu na kulitumikia. Maana kama umeokolewa na haujui kusudi la Mungu, bado unahitaji kukua kufikia kwenye hatua ya kulijua kusudi uliotiwa na kulitumikia. Na hapa kuna mambo mawili. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kujua kusudi la Mungu na kulitumikia kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni kujua wewe ni nani katika Kristo. Kujua wewe ni nani katika Kristo. Lakini jambo la pili, kujua Kristo ni nani kwako. Tunaposema kumjua Mungu, lazima ujue wewe ndani ya Kristo ni nani. Kuna wakati Kristo atajifunua kwako kama Baba, lazima ujue nafasi ya Kristo kama Baba. Usipomjua Kristo kama Baba, utapungukiwa na vitu katika maisha, kwa sababu hujui nafasi ya Kristo katika maisha. Lakini pia usipojua Kristo ni nani kwako, utatembea kama mtumwa, kumbe uko huru. Nisikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipojua Kristo ametenda nini katika maisha, utabaki kuwa mtumwa. Wapo watu kwenye dini mpaka leo hawajui kuwa dhambi zao zinaweza kusamehewa kupitia damu ya Yesu. Wanaofiwa damu ya Yesu kwa sababu hawajajua undani wa damu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Lazima ujue wewe ni nani katika Kristo, lakini ujue Kristo ni nani kwako. Wewe ni nani katika Kristo? Kwa mfano, nikuuliza kwa kuchukua wewe uliyeko hapa, ukiwa ni Mtanzania au ni mtu wa nchi yoyote, tukakuuliza wewe ni nani katika nchi yako, kila mtu atasema mimi ni raia. Ni kitu cha kwanza, lakini atajitambulisha kwa majina yake, lakini atajitambulisha kwa cheo chake. Kwa hiyo tunapokuwa ndani ya Kristo, kuna kitu anakifanya kwetu. Cha kwanza, sisi tunafanywa kuwa makuhani wa Kristo. Lazima ufike hapo ujue wewe ni kuhani katika Kristo. Kwa sababu usipojua wewe ni kuhani, kuna vitu vidogo vitapita kwako, utashindwa kuvifanya kwa sababu hujui nafasi yako. Fikiri Mungu asijue nafasi yake. Fikiri rais asijue nafasi yake. Fikiri mchungaji asijue nafasi yake. Fikiri wewe baba usijue nafasi yake. Utaishi tofauti na mapenzi yale yanatokiwa kwenye kitu ulichoitiwa, kwa sababu hujui wewe ni nani. Lazima ujijue wewe ni nani katika Kristo. Huwezi ukalijua kusudi la Mungu kama hujui wewe ni nani katika Kristo. Kitendo cha kujua wewe ni nani katika Kristo kinafungua mlango wa kujua kusudi lako ulioitiwa. Kwa hiyo ishara ya kwanza ambayo inaonyesha mtu anakuwa au amekuwa kiroho ni kujua kusudi na kulitumikia. Ishara ya pili, kuleta ufumbuzi wa kiroho wa maisha yako na watu waliokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama tunaposema mtu huyu ana dalili za kukua, kuna wakati kuna dalili za kukua, ila kuna mtu amekua. Ndio maana kuna uwezekano tukawa mtu mzima kimwili na kiumri, lakini matendo yake yakawa kama mtoto. Manake watu wakimtazama mwili wake ni mtu mzima, lakini akili zake ni za kitoto. Na Kristo anapotutazama haangalii ukubwa na umri tulionao katika maisha ya wokovu, kwamba tunajivunia tuna miaka 10 kwenye wokovu, miaka 20 kwenye wokovu. Anatutazama tuna uwezo kiasi gani wa kuleta ufumbuzi katika maisha yetu na katika maisha ya watu wanaotuzunguka. Yesu alikuwa na miaka michache, miaka 33, lakini alileta ufumbuzi kwa watu kuliko waliokuwa wazee. Yesu alikuwa mchache kwenye umri wa kusoma maandiko. Walikuwa wenye maandiko na Marieli, walikuwa makuhani, walikuwa Mafarisayo, walishika maandiko Torati, lakini hawakuwa na ufumbuzi kwa sababu walikuwa ni wachanga. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya pili ya kwamba unakuwa kiroho au umekuwa ni kuleta ufumbuzi katika maisha yako na watu wanaokuzunguka. Ufumbuzi wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Popote inapotokea changamoto, popote inapotokea tatizo, kwa mtu aliyekuwa huwa anatafuta kitu cha kulitengeneza, lakini mtu ambaye hajakuwa huwa anapenda
kuimarisha walio dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa ishara ya tatu ya kwamba mtu huyu amekuwa kiroho. Kitu hiki ukikigundua mbele za maisha yako, ukikiona kinaishi katika maisha yako, jua umekuwa kiroho. Unapokuwa una uwezo wa kuwasaidia zaidi, wewe unakuwa unaitwa mwenye nguvu. Mtu aliye dhaifu anahitaji msaada, na huo msaada Mungu hashuki mwenyewe. Ndio maana hapa tunaona watumishi wanasimama wanahubiri, watumishi wanasimama wanaomba mapepo yanatoka, watumishi wanasimama wanabariki dhabihu zinapokelewa. Tangu mwanzo Mungu alitumia mifumo ya wanadamu kuwa viwakilishi, lakini wanadamu hao wanapopewa nguvu wanasaidia walio dhaifu. Maanake wakishindwa kusaidia bado wao ni dhaifu. Huwezi kama taifa lenye kukomboa taifa hilo vitani kama wewe ni dhaifu. Huwezi ukakemea pepo kama bado kuna pepo ndani yao. Huwezi kumsaidia aliye mgonjwa ili hali wewe ni mgonjwa. Kwa tunapokuwa mbele za Mungu, tunapojitafakari maisha yetu, tuna uwezo kiasi gani cha kusaidia zaidi. Maanake uwezo wetu wa kusaidia unaonyesha sisi tumekuwa na tumekomaa katika Bwana. Sema amen. Kiwango chako cha kusaidia walio zaidi kinaonyesha kuwa umekuwa mbele za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini walio dhaifu katika Bwana, wao huwa hawawezi kusaidia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe nguvu ya kuweza kusaidia watu walio dhaifu. Mungu akupe nguvu ya kuweza kusaidia watu walio dhaifu. Tusome maandiko. Kitabu cha Yohana sura 15. Kuna elimu kubwa sana hapa ambayo siku ya leo kwa neno la Bwana tutajifunza. Maneno ya Mungu ni mapana kuliko tunavyofikiri. Biblia inasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisiozaa huliondoa, na kila tawi lizaa hulisafisha ili lizidi kuzaa sana. Hapa Mungu anaongea kupitia kinywa cha Kristo, akiwakilisha mbingu, akijiwakilisha Kristo na kutuelekeza wanadamu. Anasema Baba yangu ndiye mkulima. Maanake kuna shamba Mungu analilima, ambalo shamba hilo ni dunia nzima, ndio shamba la Bwana. Lakini ameweka Yesu Kristo kuwa mbegu iliyo bora, na sisi tuwe tawi katika hilo. Ninaomba mfano mmoja, mtu mmoja akaniletea tawi la mtu ili niweze kutoa mfano huu uweze kueleweka. Bwana sifiwe sana. Nataka nitoe mfano ambao kila mmoja ataelewa. Naomba nitoe mfano ambao kila mmoja ataelewa. Yesu anaposema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima, kila tawi lisizozaa, kila tawi lisizoweza kusaidia, yeye analikata, analiweka mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Makofi kwake tafadhali. Huyu ni Yesu Kristo anajizungumzia ya kwamba yeye ndiye mzabibu wa kweli, na huyu ni mwanadamu, haleluya, ni mtu wa kinabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba Yesu anasema mimi ndiye mzabibu wa kweli. Huu ndio mzabibu upo kwenye ardhi, si ndio? Unapokuwa kwenye ardhi ilikuwa ni mbegu, inakuwa ikatoa matawi. Ilipotoa matawi, matawi yakatoa majani. Sasa sisi Yesu anatuona kama tawi, kama hili tawi. Nisikize, hili tawi unapolitoa kwenye mti kama lilivyokatwa, hili tawi haliwezi kustawi tena, kwa sababu limetoka kwenye mzabibu ambao ndio unataka
anasema damu lizaalo ndio hulisafisha sana. Kwa kiwango cha kusafishwa au kiwango cha kukua na kukomazwa na Bwana ni kiwango chako cha kuzaa. Maana Mungu anatazamia kiwango cha kuzaa ili akusafishe sana. Unataka kusafishwa sana mbele za Bwana, kuwa katika Bwana uweze kuimarishwa aliyosaidia. Usema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio ili tawi linapotoka mbele za Bwana linapoteza sifa za kupokea vyakula vya kupitia mti huu. Maanake tawi linakula kupitia mti huu. Maanake unapokuwa ndani ya Kristo unakula vya mbinguni kupitia Kristo. Unapojitoa ndani ya Kristo unapoteza sifa kutembea na Kristo. Unapopoteza sifa kutembea na Kristo unakuja kuondolewa na kutupwa kwa sababu ushani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nisikilizeni hapa, kuna kitu nataka niseme. Mtu aliyekuwa kiroho, kuna jambo hapa niliandika nitalisoma. Mtu aliyekuwa hujua vipindi alivyopitia, hivyo hawezi kusalau hatua za ukuaji wa wengine walio wachanga. Narudia, mtu aliyekuwa kiroho hujua vipindi alivyopitia wakati wa kukua. Mtu aliyekuwa kiroho anajua vipindi alivyopitia wakati anakuwa, hivyo hawezi kusalau hatua za ukuaji wa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilizeni, tuna uwezo wa kuokoka siku moja, lakini namna ya kukua hatuwezi kwenda pamoja. Mungu anaweza akamfanya mwingine mchungaji ndani ya mwaka mmoja akamimarisha akakua. Sasa mchungaji huyo asije akamdharau yule ambaye ametengenezwa na Bwana kwa miaka mitano. Kwa sababu gani? Mungu alipitisha huyu kwenye mapito ya muda mchache lakini mazito ili aweze kufika kwenye kile kitu. Lakini huyu amempeleka kama mtoto mdogo, anaendelea kumfundisha atakapoimarika aweze kuimarisha watu wengine. Sema amen. Haleluya. Narudia hii sentence. Mtu aliyekuwa kiroho anajua vipindi alivyopitia, hivyo hawezi kusalau ukuaji wa watu wengine. Ukiona mtu anasalau hatua zako za ukuaji, jua mtu huyo bado ni mchanga, kwa sababu aliyekomaa kama alivyokuwa Yesu hakusalau kukua kwa wanafunzi wake. Yesu wakati anawafundisha, kuna wakati anawatuma kafanyeni kazi, wanashindwa kufanya ile kazi, wanarudi kwake. Anawatuma kemeni pepo, wanashindwa kukemea pepo. Hakuja kuwatukana, alikuja kwamba kuna kitu kimepungua kwa imani, kwamba ongezeni maombi, ongezeni imani. Imani yenu itakapokuwa mtakuwa sawa na mimi. Kwa hiyo mtu aliyekuwa huwa anasaidia waliosaidia kwa kuelekeza ili wafikie hatua alizofikia na kuwa juu yao. Bwana Yesu. Hata Yesu alisema, mkiniamini mimi, mkamini na kazi mtafanya na kubwa na kuliko nilizozifanya. Huyo ni Yesu aliyekuwa. Ila aliye mchanga hataki umfikie, na ukitaka kumfikia anakuvuta chini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini ishara nyingine ya kuwa mtu anakuwa au amekuwa kiroho ni kumwelewa Mungu kupitia neno lake. Kumwelewa Mungu kupitia neno lake. Hapa kuna utata sana na kuna ugumu sana. Nisikilizeni. Kuna wakati neno la Mungu utalisoma usinielewe. Wote ni shahidi. Wakati unaanza kuokoka, wakati unaongozwa sala ya toba na patanisho na Bwana, kuna maandiko ukole yasoma huyaelewi kabisa kwenye ufahamu wako. Kuna mafundisho ulikuwa ukiyasikia huwezi kuyaelewa, unayapisha huko. Lakini kadri unavyozidi kukua, unakuwa kupitia neno la Kristo, unazidi kuelewa neno la Kristo, unazidi kuliamini. Biblia inasema yeye anayenipenda atanishika neno langu, mimi na Baba tutakaa kwake, tutaweka makao ya kula naye. Kumbe Mungu anakutazama kwa kupitia neno lake. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kitabu hiki cha Yohana 15 mstari wake wa 3.
Nini nimekwisha kupasa kwa sababu ile neno niliyowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi siweza kuzaa peke yake nisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Kuna maisha ya watu yanaweza kunyauka. Nisikilizeni, kuna wokovu wa mtu unaweza kunyauka kwa sababu Mungu anapokuleta kwenye kutembea vizuri, wewe unakataa. Kuna wakati Mungu anakuleta kwenye njia ya utakatifu, unakataa. Unapokataa, Mungu anakaa kimya, wewe unaanza kunyauka. Unashangaa kila maombi inakauka, kila kusoma neno inakauka, kila kuhubiri inakauka, kila utakatifu inakauka. Ukiona mtu amerudi nyuma kwenye sana, jua kilichotokea, alijitenga na neno la Mungu, akaanza kunyauka. Anapoanza kunyauka, ndipo dhambi inaanza kuzaliwa ndani yake. Lakini akikaa katika Kristo Yesu, akikaa katika neno lake, huyo mtu anakuwa safi. Kwa hiyo usafi ni kukaa katika neno la Kristo, na akiwa safi mtu atazaa sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaenda kuendelea kusema, mtu asipokaa ndani yangu hutupa nje kama tawi, kunyauka na kutupa motoni, akateketea. Kwa hiyo hatua ya mwisho mtu anatupa motoni, anateketea. Bwana asifiwe sana. Nani mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote. Ni kiwango cha ukuaji Mungu anachokitafuta. Kwa hiyo kuna kiwango neno la Mungu linakaa, linaishi, linatembea katika maisha yao, kwamba akiomba mtu huyo haombi kama mtu aliye wa kawaida, anaomba kama mtu aliye mkubwa. Aliye mkuu ndivyo ilivyo. Hata ukiwa mbunge una namba za rais, utapiga utongea naye, lakini mwananchi wa kawaida huwezi ukazipata namba za rais. Kwa hiyo unapokuwa umekaa ndani ya neno la Kristo, wewe katika ulimwengu leo unainuliwa sana kufikia viwango vya kuita Bwana akasikia. Anasema ombeni lolote. Wewe ukakaa kwenye neno la Bwana hapo kwamba vitu vya ovyo. Ukiona mtu anaomba vitu vya ovyo, jua ameomba kwa akili zake, haombi kwa neno la Bwana. Hicho ndio kitu ambacho natakiwa kujua. Na kwa hiyo Mungu ajibu. Kwa hiyo kuna maombi watu wanaomba sana. Nisikilizeni hapa, kuna hekima uipate siku leo. Kiwango cha maombi yako hakitokani na wingi tu wa kuomba, kinatokana na ufahamu wa neno la Mungu liliokaa ndani yako na jinsi ya kuomba ipasavyo. Waombaji ni wengi katika dunia, lakini wenye matunda ni wale waliokuwa wanalifanya neno la Mungu, na wanapoomba neno lolote linakuwa. Mungu akufanye kukua katika neno lake, ili maombi yako yasiwe ni bure. Unapiga kelele, sasa ni kubadilisha kuomba na kupiga kelele tofauti. Kuomba ni kutafuta suluhu ya majibu ya mambo magumu katika maisha. Kupiga kelele ni kutamka maneno usiokuwa na matumaini mbele za Mungu kwamba ajibu au asijibu. Lakini mtu ambaye anajua neno la Bwana hapigi kelele, anaomba. Akiomba mbingu zinasikia, zinajibu. Zikijibu, majibu yakitokea, watu wanasema hakika huyu ndiye Bwana wa mabwana anayetakiwa kuabudiwa. Sema amen. Tukue kufikia hatua ya kuleta suluhisho katika maisha ya Bwana. Mungu atufanye watu wa tofauti. Yaani wewe Mungu akufanye chombo kipya. Siku ya leo toka na hasira ya Roho Mtakatifu, kwamba nakataa kubaki kama nilivyo. Kwamba mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba niko kama nilivyo. Wanao nataka kuhama viwango. Kadri siku naenda na mimi nataka nipande. Fikiri kama na mtoto ana miaka mitano atembee. Unaweza ukatafuta hata madaktari waje wamtibu, labda ni mlemavu wa mishipa, miguu, misuli haifanyi kazi, ili waweze kumfanyia labda check up. Kwa hiyo Mungu anatuma neno kutufanyia check up za kiroho katika hatua zetu za ukuaji. Anaangalia kuna udhaifu fulani, Mungu analituma neno ili kututoa kwenye udhaifu, ili kutuponya, ili kutuinua. Neno la Bwana ndio linainua. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua nyingine inaonyesha mtu amekuwa na kuongezeka katika Bwana ni hii: kupinga uovu na kusimamia haki na kweli. Nisikilizeni,
alisema mtaijua kweli. Na mtumishi wa Mungu aliyetoka mara ya kwanza kabisa, wakati anatoa ushuhuda akasema wao wanaosimama kwenye kweli watapigwa. Na hatua nyingine, kuongezeka kwa maadui. Hatua ya kukua kiroho, kuongezeka kwa maadui. Nitawaambia mfano. Yesu Kristo ndiye mfano wa kweli. Wakati anazaliwa alikuwepo Herode, akataka kumuua, ikaisha. Wakati Yesu anakuwa wakasahau kabisa, lakini Yesu alipopanda mlimani akapandishwa kiroho, akakuwa, ndipo adui akaanza kuwinda kumuua. Wakati ule akiwepo kawaida, hajaingia kwenye kuomba sana, vita ilikuwa imenyamaza, watu walikuwa wamesahau kabisa ufalme wa Herode umeisha, Herode kafa, hakuna mtu anayemfuatilia. Lakini alipoinuka kiroho kwa ajili ya kusudi kuu, ndipo vita ikaongezeka. Kuna wakati vita inatokea kwa sababu ya ukubwa wa hatima uliopewa. Kuna wakati vita inatokea si kwa sababu yoyote ya dhambi ulionayo, kwa sababu umekuwa katika roho, umeongezeka katika roho, vita inaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu na asifiwe sana. Yesu na asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba uandike kipengele hiki. Kadri unavyokuwa, marafiki hugeuzwa na adui kuwa adui zako ili wakuangushe. Narudia tena, andika. Kadri unavyozidi kukua, marafiki hugeuzwa na adui ili wawe adui yako kukuangusha. Kadri unavyokuwa, marafiki, watu wa karibu, wanageuzwa na adui ili wawe kinyume chako. Waliomsulubisha Yesu, waliomtesa Yesu, hawakuwa wapagani. Waliomfanya Yesu afe kifo cha aibu walikuwa ni watu ambao aliwatendea mema, aliishi nao, hata akawasikitikia kwamba hata ninyi naweza kunipenda namna hii. Hata Petro aliyekuwa rafiki wa Yesu aligeuzwa na adui, akamkana Yesu, kwa sababu vita imeinuka kwa utukufu wa Yesu kuinuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo jingine, haya ni mambo yanaonyesha mtu anakuwa au anaendelea kukomaa kiroho. Kuwa mwepesi wa kupambanua mambo na kutoa maamuzi haraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni hatua nyingine inaonyesha mtu huyu anakuwa. Kuwa na wepesi wa kupambanua mambo na kuyatolea maamuzi haraka. Kuna wakati Yesu anamjua Yuda ni msaliti na anakuja kumsaliti. Hatielewi Yesu kufanya maamuzi, anamwambia kwa kuwa umekuja kusaliti, fanya kilichokuleta kisha wewe. Hakuanza kumbembeleza. Kuna wakati ukishajua ukapambanua mambo, fanya maamuzi mapema, kwa sababu wewe ungekuwa kuchelewa kufanya maamuzi, unaweza ukatengeza hatari nyingine. Kwa hiyo unapokuwa unapewa uwezo wa kufanya maamuzi mapema ili kunusuru hatari iliyoko. Fikiria una gari, kwa ni magari. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia shida ya gari lako kidogo, usipokuwa mwepesi wa kulipambanua, kama kitu kilikuwa ni kidogo kimeharibika, baada ya safari nyingi unazozifanya kwa kupuuzia, utakuja ugharamike gharama kubwa. Kwa unapopambanua jambo hili sio, hakuna haja ya kulifanya ndio. Ukipambanua hili jambo ndio, hakuna haja ya kulikataa kusema sio. Ukishaelewa kitu, kifanye kwa kusudi la Bwana, kifanye kwa mapenzi ya Bwana. Haleluya. Jambo jingine, ninaenda haraka, wewe andika. Jambo jingine kuonyesha unakuwa ni kujua udhaifu wako na kushughulikia ili uimarike. Haleluya. Wewe andika tu, hayo yatakufaa. Hivyo ni vitu ambavyo vinakupa kujua kwamba unakuwa au kujua udhaifu wako na kujua namna
Kitabu cha Maombolezo sura ya 3:39 mpaka 42. Haleluya. Mbele ya nabii Yeremia hapo kuna kitabu cha Maombolezo sura 3 mstari wa 39 na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia sema maneno haya: mbona anungunika mwanadamu aliye hai, mtu akiadhibiwa kwa dhambi zake? Biblia inaanza hivi: mbona anungunika mwanadamu aliye hai. Huo ni mstari wa 39. Mtu akiadhibiwa kwa dhambi zake, mbona ananung'unika? 40 nasema hivi: na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu. Tuchunguze njia zetu na kuzijaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kumrudia Mungu na tuinulie Bwana Mungu aliye hai mbinguni mioyo yetu na mikono. Biblia inasema hivi: kwa nini mtu alalamike anapoadhibiwa na Bwana kwa sababu ya dhambi zake? Mtu akijua usahihi dhambi inayotesa, huyo mtu amekufa. Mtu aliye mchanga unapomwambia kosa lake huwa alitambua. Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Petro akakutana na Kristo anamwambia, toka shetani mama. Petro akaanza kujinadi kwamba mimi mtume, umeniambia mimi niko bora. Akamtupia uovu wake, kisha akaunga safari ya Yesu. Kwa hiyo wakati Mungu anasema, kwa nini tunajiona kunungunika wakati wa kuadhibiwa kwa sababu ya dhambi zetu? Maana mwanadamu anaweza kupita kwenye hukumu kwa sababu kuu mbili au tatu. Jambo la kwanza ni kwa sababu ya dhambi zake, Mungu anamwadhibu kwa sababu amegoma kuzitubia. Lakini jambo la pili, anaweza kupita kwenye hukumu na uharibifu kwa sababu ya vita vya kiroho. Lakini jambo la tatu ni kwa sababu ameyaruhusu yeye. Jaribu alipowapata kama hakuliruhusu. Mungu anasema na tuchunguze njia zetu 40 na kuzijaribu. Tusichunguze kwamba uangalie ninatembeaje, kwamba hapa niko na usahihi. Nitaambia mfano mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilienda kumwomba Mungu wiki kadhaa zilizopita nyuma. Nisikilizeni, unaenda ukakusaidia mfano. Nilienda kuomba Mungu nionyeshe usahihi nilionao mbele zako nipate kutengeneza. Mungu akanichukua katika roho. Bwana asifiwe sana. Aliponichukua katika roho akanileta hapa kanisani. Aliponileta kikaletwa chombo cha matoleo, akaniambia nenda kaangalie. Nilipoangalia sikukuta sadaka yangu. Mungu akaniambia wewe utoe jinsi ipasavyo. Nilikuwa ni mimi. Kwa hiyo wakati unapochunguza, ni Mungu akaniambia katoe jinsi inavyofaa. Huu ni usahihi ulionao. Mimi sioni haya kusema usahihi ili nisaidie. Aficheza dhambi zake hatapata neno, bali yeye asingamai asiseme mbele za watu atapata msaada. Aliyeficha ugonjwa wake atapata msaada. Kwa hiyo hicho kitu Mungu aliponiambia, nikamwambia Mungu nirehemu, nisamehe na vitu vingine vingi. Kwa hiyo kuna wakati nenda mbele za Mungu unapotaka kukomaa, kujua kuonekana umefika viwango, nenda mwambie Mungu chunguza njia zangu, usijaribu uone kama ziko sawa sawa, ili Mungu asije akakuadhibu kwa sababu ya kukosa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 3:19 mpaka 22. Andika tu, tunaenda haraka kwa sababu imetupasa iwe hivyo. Biblia inasema maneno haya: tubuni basi mrejeni dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa wako Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu mliyowekewa tangu zamani, ambaye mpasa kupokewa mbinguni, hata zije nyakati za kufanywa upya vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu hapa nakitafuta kimoja tu, kwamba tubu. Unapojua usahihi au dhambi inayokusumbua, unakimbia kwenye toba. Unapotubu unatakaswa, unapotakaswa unaoshwa, unapooshwa zinakuja nyakati mpya. Kwa nini kanisa? Kwa nini kanisa la dunia nzima leo tulionalo
mara moja. Ile neema ya kupokea wakatembea nayo tu, hawajawahi kuongezeka. Yaani hawajawahi kupata upya tena. Kama ni kunena, walivuviwa mara moja, ni hapo hapo. Kama ni karama fulani labda ya kutabiri, walivuviwa ikaishia hapo hapo. Lakini hawakutaka kuendelea kutubu ili Mungu afanye upya maisha yao, viwe viumbe vipya vya roho. Upya wetu katika Bwana ndio unatufanya tuonekane tumekuwa. Hata wewe ukienda sokoni, Bwana Yesu asifiwe sana, ukakuta kuna nguo chafu imewekwa pale, alafu kangua hili mpya na kuna nyingine ni safi, utachukua hiyo. Wewe tu kibinadamu utachukua hiyo. Hata ile iliyokuwa ni mpya, ile ikichafuka tayari imepoteza sifa ya kuwa mpya. Kwa damu ya Yesu, hata yule aliye ni Kristo aliyeko kanisani anapoteza dhambi, amepoteza upya. Maana yake anatakiwa afanywe renew wokovu wake. Kuna wakati wa kurenew ndio kutubu. Unapokuja kutubu unaambia Bwana, ni kweli nilipotea, nilikuwa mbali na renew wokovu wangu na renew mkataba wa utakatifu niliokuwa nimeagana na wewe siku na kukubali. Siku unasema Bwana, ninakubali kukufuata Yesu. Alafu kuna wakati unamwacha Bwana, unatakiwa urudi tena urenew mkataba wako ili nguvu za zamani zile ziweze kuja kwako. Ni saa ya kanisa kufanywa upya vitu vyote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ezekiel sura ya 2. Wewe andika tu maandiko hayo, sura ya 2 mstari wa kwanza na kuendelea. Biblia inasema hivi: akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako. Hapa niko naongelea kujua udhaifu wako na namna ya kumshughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inanena, akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nami. Naye aliposema nami, roho ikaniingia. Naomba niweke vizuri, kuna mambo hapa lazima tujue. Huyu ni nabii Ezekieli, na hii ni sura ya 2. Maana yake ni mwanzo wa maisha ya utumishi wa kuandika vitabu vya kinabii vya Ezekieli. Sura ya kwanza anakutana na Bwana Mungu, kajifunua, akachukuliwa katika roho. Lakini sura ya 2 akaambiwa, simama mwanadamu kwa miguu yako. Aliposimama, Bwana akaachilia roho, ikaingia ndani yake, na ile roho ikamsimamisha. Ndipo akasikia yeye aliyesema naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kitu cha kwanza, Mungu anakuita, bado hajajaa ndani yako. Mungu anakuita. Wote wanaokuja kanisani ni watu walioitwa, lakini kanisani ndipo mahali ambapo Roho Mtakatifu anaachiliwa ili kuwakamilisha kuwa wateule. Walioitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Uteule ni kiwango cha juu cha kukua, sio kiwango cha kuja kanisani kwa mazoea, sio kiwango cha kutoa kwa mazoea, sio kiwango cha kuimba kwa mazoea, ni kiwango cha kuimba kwenye kiwango cha kiungu. Mtu huyu akaitwa, akaambiwa, simama kwa miguu yako. Kwa hiyo Mungu anapotaka kukuimarisha, anakutaka usimame kwa miguu yako ili achilie roho yake iweze kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambiwa nini huyu nabii Ezekieli? Akaambiwa maneno haya, naye aliposema nami, roho ikaniingia. Kumbe maneno ya Bwana yanaachilia roho. Hapa ndipo kitabu cha Yohana 6 inasema, maneno yangu niwaambiayo ni roho na tena ni uzima. Kwa hiyo aliposikia sauti ya Mungu, roho ikaingia. Ilipoingia ikamsimamisha, ikasema naye na akaelewa. Kuna kiwango cha kumwelewa Mungu ambacho hakitatokana na maandiko, kitatokana na uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kuna kiwango cha kukua hata kutokana na maandiko, kinatokana na uzoefu wa kutembea na Roho Mtakatifu binafsi. Kiwango ninachokuwa mimi, unachokuwa wewe, Biblia ni moja, ila Roho Mtakatifu ni mkubwa kuliko Biblia. Ana vitu ambavyo anaweza kuvifanya katikati ya maisha yako asivifanye kwao. Alivifanya kwa mitume, asifanye kwao. Hakuvifanya kwa mitume, akafanya kwa sababu yeye ni Mungu juu ya vyote, wala akili zake hazichunguziki. Usimchunguze Mungu kwa vitu vinavyoonekana. Mungu ni mkuu. Mungu anatisha na kuogofya. Ezekieli anataka
akaambiwa simama kwa miguu yako. Wewe unasimama kwa miguu ya nani? Kuna watu wanasimama kwa miguu ya mtumishi mwingine, akiacha kuja kanisani na wewe umesimama kwa miguu ya mtu mwingine. Mtu mwingine akiacha kufunga na kuomba na wewe ufungi na kuomba, wewe umesimama kwa miguu ya mtu mwingine. Mtu mwingine akisusa kanisa na unasusa, wewe umesimama kwa miguu ya mtu mwingine. Yesu anasema simama kwa miguu yako. Hata Petro na Paulo waliambiwa maneno haya, simameni kwa miguu yenu ninyi binafsi ili muone utukufu wa Bwana katikati. Simama kwa miguu yako ili uweze kuona utukufu na uweza wa Kristo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaendelea kusema maneno haya. Akaniambia wanadamu na kutuma kwa wana wa Israeli mataifa maasi waliomeasi mimi na baba zao wamekosa juu yangu, nami hata hivi leo na wana hawa wana nyuso zisizo na haya na mioyo yao ni migumu. Mimi nakutuma kwa hao, wewe utawaambia Bwana Mungu asema hivi, nao kwamba watasikia au hawatasikia, kwamba watakubali au hawatakubali, wataelewa au hawataelewa. Mtu aliyetumwa na Bwana, aliyekomaa, hafundishi ili watu waelewe, anafundisha alichopewa na Bwana. Nabii wa Mungu wa kweli hatabiri ili afurahishe umati na umma, anatabiri kwa kile alichoambiwa tabiri. Watu wasikie, wasisikie, watu waelewe, wasielewe. Yeye anatabiri. Nabii Ezekiel anapelekwa kwenye kiwango ambacho si cha kawaida, ya kwamba nitakachokutuma mimi Bwana kakifanya kama kilivyo. Ndio maana Bwana nikasema lazima ujue kusudi ulioitiwa. Hapa anapewa ujumbe, akapewa kitabu katika maisha yake akiishi. Nataka nikuulize, kitabu cha maisha yako Yesu amekupa? Bwana sikiliza, kitabu cha maisha yako Bwana amekupa? Hapa nabii Ezekiel 2:9 nianzie na Biblia inasema, bali wewe mwanadamu, sikia neno hili ninakwambia, usiwe mwenye kuasi kama nyumba ile ya kuasi. Funua kinywa chako ule nikupacho. Nami nilipotazama, mkono ulinyoshwa kunielekea, na tazama, gombo la chuo lilikuwa ndani yake, akalikunjua mbele yangu, nalo lilikuwa limeandikwa ndani na nje. Ndani yake ilikuwa imeandikwa maombolezo, vilio na ole. Fikiri, nabii anapewa kitabu, na kile kitabu kina mambo matatu tu. Kimebeba maombolezo, kimebeba vilio, na kimebeba ole au laana. Hakuwa na ujumbe mwepesi. Kwa hiyo Mungu alimwandaa, akamwambia simama, kuna kitu kitakupa. Kwa hiyo Mungu anapotaka kukuandaa kwenye kitu kikubwa, lazima akutengeneze uwe jasiri wa kubeba kitu hicho kwa watu wengine. Mungu anatafuta watu katika dunia, watu ambao watapewa kitabu ambacho kimebeba matamko ya dunia katika nyakati hizi. Mungu anatafuta watu ambao atatia maneno ya uzima, ambayo yanaweza kuwa na vilio katikati ya watu wakisikia, au yanaweza kuwa na maombolezo katikati ya watu, lakini ni nani atakayeweza kuyabeba? Nyakati tulizonazo, injili ya kweli inakataliwa, lakini injili ambayo si ya kweli inakubaliwa. Ni nani atakayebeba kitabu kilichobeba maombolezo, kilio na ole? Akaonya dunia kwamba tubuni, akaonya dunia kwamba lieni na ombolezeni, mwana wa Adamu anakaribia kurudi. Ni nani atakayebeba atazalishe wewe wenye dhambi, kwa sababu sio la moto unakaribia. Ole wenu ninyi ambao mnaendelea katika dhambi, Yesu atakaporudi atawachukua. Ni nani atakayebeba kitabu hicho moyoni? Nabii Isaya alipoambiwa simama, ule kilikuwa ni chakula cha watu wazima. Walikuwepo manabii wengi, lakini Mungu akamwambia nitakuinua wewe
nikupe kitabu. Mungu anapokuokoa kuna kitabu kakiandaa kwa ajili ya maisha yako. Wewe kinakuwa kitabu cha nabii au kitabu cha ujumbe wa Bwana, lazima ukitimize. Mwambie Bwana, ulichoniandalia nataka nikitimize. Sitaki kufa bila kutimiza nilichopewa. Usikubali kufa bila kutimiza nilichopewa. Hasara kubwa katika ulimwengu wa roho na mbingu ni mwanadamu aliyebeba kitu kikubwa alafu kisizae matunda katika dunia. Hasara mbaya zaidi kufa bila kumjua Yesu. Simama kwa miguu yako. Pekee wimbo wa kuabudu tuweze kufikia hapa mwisho. Nijiandae kwa jamii za Mungu. Yesu yuko pale kutusaidia. Na siku ya leo tupate kuitenga mahali kwa ajili ya kufanya maombi na maombezi kama tulivyotangaza na meza ya Bwana. Lakini naona kuna baadhi hawajafika. Tutaomba kwa ajili ya waliopo na wengine wanaofuatilia kwa njia ya mtandao, jiunganishe na changamoto na shida. Mungu anataka tukue kwenye viwango ambavyo atatutumia. Kwa nini Mungu atutumie? Kwa sababu bado ni wachanga. Mungu hatuamini kutupa vitu vikubwa kwa sababu ni wachanga. Yaani Mungu anapotuangalia anasema nikimpa huyu labda nguvu za kufanya kitu fulani atajivuna. Kuna watu wengi wamepewa vikalama tu vichache, lakini wamejiinua na kudharau makanisa mengine na kudharau watumishi wengine. Kwa sababu gani? Kwa sababu walipewa tu vitu vidogo. Mungu hawaamini tena. Kwa hiyo Mungu akugeuze uweze kufaa kwa majina haya, uweze kuimarisha wengi walio dhaifu. Dunia tulio nayo huenda hata 1% ya watakatifu inaweza isiwepo. Dunia tulio nayo huenda hata 1% ya watakatifu katika dunia wasiwepo. Lakini tukisema idadi ya Wakristo tunao wengi sana, lakini watakatifu ni wachache. Wengi bado ni wachache. Wamezoelea sana, wamemzoelea Yesu, wamemwona Yesu ni kitu cha kawaida, kitu cha kudharauliwa. Hawapokei maono, hawapokei kuletea na kutubu wafanya wapya. Mwambie Yesu asubuhi ya leo, ombi letu ni moja tu. Mungu nibadilishe, fanane na wewe. Kitabu tulichoanza nacho na hitimisha tafakari mbele za Bwana. Wakati huu tumepanga kumwandikia Timotheo, anamwambia kuna kiwango cha utumishi ambacho Mungu atakiatia ndani ya mtu kwa sababu ya kumwamini, asiwe ameondoka hivi karibuni. Maanake asiwe mchanga, asiwe mtu ambaye hamjui Mungu, awe na ufahamu timamu kuhusu. Ukitaka kujua na mjua Mungu, ukitaka kujua na mjua Mungu, hebu ondoa watu wote wanaokuzunguka ikiwemo na mchungaji, alafu jione binafsi unamjua Mungu kiasi gani wewe kama wewe. Kuna watu wanamjua Mungu kwa sababu wanaona kuna mchungaji, kuna mtu fulani anatembea naye, lakini ukimwacha hawezi kuomba. Anaweza kuwepo kanisani kwa sababu watu wanasema sema mbele, sema Bwana, sema Bwana, sema Yesu, sema Yesu, akiwa peke yake hawezi. Kwa sababu bado mchanga. Yesu anataka uweze kujisimamia. Hautapaa umemshikilia mchungaji shati, utapaa kwa sababu umetiririka, umekomaa. Hakuna aliye mchanga atakayeingia kwenye mti wa uzima. Hakuna aliye mchanga atakayeingia kwenye mti wa uzima. Ni waliokomaa, walioshinda, waliofuata Yesu kikamilifu, hao ndio wataingia kwenye mti wa uzima. Hii ni injili ya matengenezo, ni injili ya kurejesha kazi ya Yesu Kristo. Neno la mwisho libebe hili: aibu ya kanisa leo duniani inatokea kwa sababu ya utanda wa watu walioaminiwa na Mungu. Narudia tena, aibu ya Kristo duniani inatokea kwa sababu ya utanda wa watu ambao wameaminiwa na Mungu. Kuna watu walioaminiwa na Mungu wafanya
Watu waliokomaa wanajua namna ya kuishi na watu wanaowazunguka, wanajua namna ya kuzungumza na watu wanaowazunguka, wanajua namna ya kubehave katikati ya watu, namna ya kujiposition, kujiweka katikati ya watu ambao hawajaokoka, ili wasije kuingia kwenye kwazo na mtego wa shetani. Kila siku nasema shetani hana nguvu kuliko sisi. Hilo unapompa nafasi huwa anaitumia vizuri. Mwambie Yesu Kristo, ninakutaka. Na watu wanatamani kuombewa unahisi changamoto yoyote katika maisha yako, jiunganishe siku ya leo. Yesu yupo kwa ajili ya kukusaidia. Jiachilie katika uwepo wa Bwana. Wakati tunaimba wimbo huu, jiachilie mbele za Bwana, jiachilie mbele za Bwana. Baba, mimi mchana nahitaji mkono. Nikihesabu ndani ya miaka yangu katika wokovu, hailingani hata na mtu aliyeokoka mwaka mmoja. Baba, huenda una ratiba za Mungu kakusemesha nini, lakini unazitupilia mbali, unazipuuzia. Si wewe, kuna aina ya ujanja uko ndani yako. Bwana akikuimarisha, hautaacha ratiba ya Mungu iharibike. Katika jina la Yesu, niko mbele zako Bwana. Anza kuomboleza mbele za Bwana, anza kujiachilia mbele za Bwana, anza kujiachilia mbele za Bwana, anza kujiachilia mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, sisi tu watu wako, tunahitaji msaada wako. Hatujafika wala tukikuna, sisi si chochote, si lolote mbele zako Bwana. Umetupa nafasi tu, umetupa nafasi tu, tusijivune Bwana kwa sababu ya neema hii. Umetupendelea, umetupa nafasi, umetupa neema, umetupendelea, umetupa neema, lakini kwa sababu ya neema, kazi yako Bwana inaharibika. Dunia inatutazama tulete matokeo, dunia inatutazama tuweze kubadilisha ulimwengu, maana umetutuma twende kila mahali tukabadilisha ulimwengu waweze kuwa wanafunzi wako. Baba uliye hai, Baba nifanye kusimama pazani yako. Weka kanisa lako linaharibika kwa ajili yangu mimi, sikusimama katika zamu yangu Bwana. Weka kazi yako inaharibika kwa sababu yangu mimi. Baba nirehemu, nitakase, nioshe Bwana. Niko mbele zako nahitaji msaada, niko mbele zako nahitaji msaada, niko mbele zako nahitaji msaada. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninahitaji msaada wako Bwana, nahitaji msaada wako Bwana. Baba, siku ya leo ninaomba nifanye upya mambo yote Kristo, yafanye kuwa mapya katika jina la Yesu. Ninainua mkataba wa kiroho wa utakatifu wa kutembea na wewe Yesu, agano langu la utumishi
wakujue, watu wakuelewe kupitia sisi, watu wakuelewe katika jina la Yesu. Baba, msaada wako kutoka juu, msaada wako kutoka juu uje juu ya mtumishi wako, msaada wako kutoka juu uje kwa mtumishi wako Baba, katika jina la Yesu. Kila hali za udhaifu Baba ukasondoe na kumtegemeza kwa nguvu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, siku ya leo maisha yake yakageuzwe katika jina la Yesu. Maisha yake yakageuzwe katika jina la Yesu. Maisha yake yakageuzwe katika jina la Yesu. Bwana, saidia watumishi wako, wasaidie watumishi wako, wasaidie watumishi wako, wasaidie watumishi wako. Neema yako Kristo ikaongezeke, ikaongezeke, ikaongezeke katika jina la Yesu. Siku ya leo mbingu zisikie, mbingu zisikie, zifikie sauti Baba mtumishi wako. Ninaomba naye Bwana siku ya leo neema yako ikawe juu yake Baba, usipungukie Bwana kila udhaifu Baba, uondoe akawe imara, akaimarisha wengi kusudi ulioweka ndani yake Baba, nisianguke. Msalaba wake alipiga mfate, mataifa wakujue, wakujue kupitia yeye katika jina la Yesu Kristo. Mataifa wakujue kupitia yeye. Mpe kibali, mpe neema, mafuta yaliyo Baba, yakamgeuze kama Sauli asiyekuwa mtu, akawe mtu wa heshima Bwana. Utukufu wako pembeni naye. Ninaomba pamoja kanisa zima Bwana Baba, tunaangalia tunaona neema yako ikatembee katika jina la Yesu. Mafuta yakahudumie katika jina la Yesu. Vifungo vyote vinaachia, mapepo yanaachia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuna mtu ambaye ninapoongea saa hii uliwahi kupita kwenye mahusiano muda mrefu, sio mwaka huu, sio mwaka jana, lakini kila unapolala unaota huyo mtu, lakini hapo kwenye mahusiano kama upo, songea mbele za Bwana nikuombee, au unajikuta unamkumbuka mtu huyo sana, lakini ni kipindi kirefu kimepita, neema ya Bwana iko kusaidia. Kuna agano ambalo bado natakiwa ivunjike asubuhi ya leo. Kama upo songea, na kama uko mahali popote, nyosha mkono wako Baba, katika jina la Yesu. Kila agano iliyofungamanishwa katika ulimwengu wa roho Baba, kinyume cha watumishi wanaosikia sauti hii ambayo imeweka alama ya kudumu hata uharani wa kimahusiano ya kiroho, katika jina la Yesu siku ya leo ninafunga kila agano, ilo agano Bwana, kila viapo vipo hapo kinyume, katika jina la Yesu ninavifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea neema, pokea neema, pokea neema kwa huru. Ninakupenda na connection za vitu vilivyopita Baba, saa hii neema yako iwe juu yetu. Saa hii kama kuna mtu ambaye kila akiweka ratiba ya kuomba, unapofika muda huo wa kuomba anasahau na nafsi yake inauma. Ukiweka ratiba ya kutaka Bwana unajikuta unasongwa muda unaopata, lakini ufanye ratiba hiyo. Kama upo, nyosha mkono wako tuombe. Baba, katika jina la Yesu, neema yako tena mpya iachiliwe kila udhaifu na kila nguvu ama Bwana inazuia ratiba za kiungu katika maisha yetu. Saa hii Bwana, tunafuta kila ratiba za kuzimu zinazotuchelewesha katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Kila ratiba ya kalenda ya kuzimu inayotumonta katika maisha yetu, saa hii tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo, tukiomba Bwana saa hii Roho Mtakatifu ukawe ratiba yetu katika jina la Yesu, ukawe ratiba yetu, ukawe ratiba yetu. Wanaotaka kufunga wameshindwa. Neema itakuwa kwako siku ya leo. Pokea neema, pokea neema ya kufunga hiyo kwa ajili ya Yesu Kristo. Pokea neema, pokea neema ya kufunga hiyo kwa ajili ya Elia. Pokea neema ya Elia, pokea neema ya Musa, pokea neema ya mitume, tupokea neema ya kinabii katika jina la Yesu Kristo. Neema ije kwako siku ya leo, sipaki kawaida. Wiki ijayo kaja na ushuhuda. Ninaona maono yaliyoharibika na mtu anakata tamaa ya kumfuata Yesu.
hii unaona kama sauti ya Bwana imekuwa mbali. Mungu alikuwa anasema na wewe katika ndoto, katika maono, na vitu vinakuwa wazi, macho yako yakiona yasikuwa, katika jina la Yesu. Yesu Kristo anarejesha macho ya kiroho katika jina la Yesu. Masikio ya kiroho siku ya leo anarejesha kila aliyeibiwa masikio ya kiroho katika jina la Yesu. Masikio yake yanafunguka, anga la kiroho, anga la kiroho, new dimension ya kiroho inaachiliwa kwetu katika jina la Yesu. Pokea neema ya kuona katika roho, pokea neema ya kutembea katika roho, pokea neema, pokea neema, pokea neema, pokea neema, pokea neema katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kwa ajili ya wagonjwa walioko katikati yetu na walioko kila mahali. Nilituma neno lako liwaponye, nilituma neno lako liwaponye katika jina la Yesu. Baba, sahi neema yako itutoshe, vifungo vya nchi, mwanzo mpya uje kwetu katika jina la Yesu. Baba, maisha mapya yanazaliwa tena kila siku, maisha mapya yanatakiwa zaliwe. Usitembee kwa experience ya roho uliyotembea nao nyakati za kale. Roho ni mpya kila siku, roho ana vitu vipya kila siku. Baba, katika jina la Yesu tumiminie mafuta mapya tena, mafuta mapya katika siku ya leo, mafuta mapya katika siku ya leo, mafuta mapya katika siku ya leo. Roho Mtakatifu katika siku ya leo, Roho Mtakatifu katika siku ya leo, Roho Mtakatifu katika siku ya leo. Tuombeana sikia miguu yake inashua nguvu, inashua nguvu. Ukiona simama muda mrefu miguu inashua nguvu, pokea neema katika miguu yako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Baba saa hii uisha miguu ambayo inashua nguvu katika jina la Yesu. Miguu inashua nguvu, uisha, 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 uisha katika jina la Yesu. Baba, nakutukuza maana unaenda kufanya mambo makubwa. Kijana huyu, binti huyu, mama huyu, mtumishi wako, wajakazi wako, makuhani wako, tuguse siku ya leo kwa mguso usio wa kawaida katika jina la Yesu. Chukua nafasi hii, mshukuru Bwana. Baba, tunakushukuru, wewe ni mwema na mwaminifu. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana. Asante Bwana kwa siku hii, ninakutukuza Yesu kwa sababu wewe mwema katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu wewe mwaminifu katika jina la Yesu. Wewe ni mwema na mwaminifu. Asante Bwana kwa sababu wewe mwema, ni katika jina la Yesu. Na kila mtu aseme amen. Makofi kwa Yesu. Basi chukua nafasi yako uketi, tuweze kuimalizia ratiba yetu ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati wa kwenda kushiriki. Kuna mambo machache ya kujua tu kwa nini tunashiriki meza ya Bwana. Ni muhimu sana kujua kwa nini